بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، tarehe 22 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1446 katika darsa ya tafsiri ya Imam Saadi rahimahullah ta'ala, Taysir al-Karim al-Mannan, tuliahidi kuwa insha Allah ta'ala tutaanza kusoma tafsir ya juzuu ya 30, juzuu amma. Na sababu ya kuanza na juzuu amma ni kuwa walillahi alhamdu wal minna, wengi katika ndugu zetu hizi sura ambazo zipo katika juzuu hii ya mwisho wamezihifadhi au ni sahali kwa wao kuzisoma. Kuna umuhimu wa kuelewa maana yake, na mtu anapoelewa kile anachokisoma katika Qur'an ni sababu inayomsaidishia yeye kuzingatia yale anaoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii Qur'an ni risala inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ujumbe unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, na kila anayeletewa ujumbe unaomhusu ana wajibu wa kuufahamu ujumbe ule. Akisha ufahamu ujumbe ule, kisha aingia katika kuutekeleza. Ikiwa ni maamrisho akayatekeleza, ikiwa ni makatazo akajiepusha nayo, na ikiwa ni habari alizozieleza Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni kusadikisha ndani ya moyo wake, akakiri ukweli wake. Na tafsiri ya Imam Saadi rahimahullah ta'ala ni tafsiri sahali ambayo hata talib ilm ambaye ndio mwanzo kuanza kusoma tafsir ni sahali kwake yeye kuifahamu. Na kadhalika ndani ya tafsiri hii ya Imam Saadi rahimahullah imetamayaz katika mambo ambayo ni muhimu sana, kuwa misingi ya itikadi ya mwandishi wa kitabu hiki ni katika ahli sunnati wal jamaa. Kwa hivyo hana wasiwasi anapoisoma mtu tafsiri hii. Moja kwa moja tutaanza na suratul Naba, na mfumo ambao tutatumia, tutaanza mwanzo kusoma sura ile kwa Kiarabu na tarjama yake kwa Kiswahili, kisha ndio tuingie katika kusoma maneno ya Imam Saadi na kufanya taaliq katika tafsiri ya Imam Saadi rahimahullah ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عما يتساءلون، wanaulizana habari gani? Ani النبأ العظيم، ile habari iliyokubwa mno, iliyokuu. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo kwayo, kwa habari hiyo wanakhtalifiana. Kalla sayalamun
sivyo hivyo karibuni watakuja jua. Thumma kalla sayalamun, tena sivyo hivyo karibuni watakuja jua. Alam naj'alil arda mihada, je, hatukuifanya ardhi kuwa tandiko? Wal jibala autada, na milima kuwa kama vigingi. Wa khalaqnakum azwaja, na tukakuumbeni wanaume na wanawake. Waja'alna nawmakum subata, na tukafanya kulala kwenu ni mapumziko. Waja'alna al-layla libasa, na tukaufanya usiku ni nguo. Waja'alna an-nahara ma'asha, na tukaufanya mchana ni wa kuchumia maisha. Wabanayna fawqakum sab'an shidada, na tukajenga juu yenu mbingu 7 zenye nguvu. Waja'alna sirajan wahaja, na tukaifanya taa yenye mwanga na joto. Bimaana jua mfano wake ni kama taa yenye mwanga na joto. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, na tukateremsha maji yanayoanguka kwa kasi kutoka mawinguni. Linukhrija bihi habban wa nabata, ili tutoe kwa maji hayo nafaka na mimea. Wa jannatin alfafa, na mabustani yenye miti iliyokamatana, mingi iliyokamatana. Hii ni tarjama ya suratu an-Naba. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة عامة سورة النبأ، قال: وهي مكية. mwanzo yatakatufahamu kwa suratu an-Naba ni sura makkiya, bimaana imeteremka hii sura kabla ya hijra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Qala rahimahullah: ay عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. عما يتساءلون، بمعنى kwa jambo gani wanaulizana wanaokadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanaokusudiwa mwanzo hapa ni mushriku Quraish, ni washirikina wa Quraish, kwa sababu walikuwa wakiulizana baadhi ya wao kwa wengine, au wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake masuali ya kiburi na masuali ya inad na ya kukanusha na kukataa yale wanaoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. قال ثم بين ما يتساءلون عنه فقال، kisha Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kile wanachoulizana, akasema: anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, ay anil khabaril 'azim alladhi tala fihi niza'uhum وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الإمام السعدي رحمه الله تعالى
akieleza عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون سما عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم waulizana kuhusu habari adhimu ambao mzozo wao umekuwa mrefu sana kuhusu habari hizo وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد na ikhtilafu baina ya majawabu wanayotoa imeenea lakini kwa sura ya kukadhibisha na kuona hili jambo liko mbali kabisa haliwezi kutokea وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب nao ni habari ambayo haikubali shaka bimaana haina shaka ndani yake wala haiingii shaka ndani yake ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون lakini wale wanaokadhibisha kukutana na Mola wao hili jambo walikadhibisha hawaamini walau jaatuhum kullu ayatin hatta zikiwajilia kila ishara za kuonyesha ukweli wake hatta yarau al'adhab al'alim mpaka watakapoiona adhabu yenye kuumiza kwa hiyo waulizana kuhusu habari yenyewe ni kubwa mno iliyo na jambo lenye hatari na jambo lenyewe wanaloulizana ni kuhusu hii Qur'an ambayo ndani yake kuna habari za ghaib haswa jambo la kuwa watu watafufuliwa baada ya kufa siku ya kiyama ili wahesabiwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun hii waeleza wafasiri kuwa Quraysh walikhtalifiana sana na habari zao hazina msimamo mmoja mwanzo kuhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapo katika wao wanaosema ni sahir wa huyu ni mchawi wengine wakasema kahin wengine wakasema shair wengine wakasema majnun mukhtalifun hawana kilma moja katika kumzungumzia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika wengine wakasema kuwa hii Qur'an ameitunga yeye wengine wakasema la hakuitunga yeye kuna mmoja katika aajim ambao si waarabu katika mayahudi wakasingizia kuwa yule ndio alikuwa akimfunza kisha yeye akija akatuletea walaqad na'lamu annahum yaquluna inma yuallimuhu bashar wasema makuraish kuwa afundishwa na mwanadamu Allah akasema lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami yule bwana mnayesingizia kuwa amfundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslan si mwarabu hawezi kuzungumza kiarabu hiki wa hadha lisanun arabiyyun mubin na hii ni lugha ya kiarabu iliyo wazi hata nyinyi waarabu mshindwa kuleta mfano wake vipi mtasingizia mtu mwajemi amemfundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhasil walikuwa makuraish wakigongana katika habari zao kadhalika alladhi hum fihi mukhtalifun waeleza wafasiri wa Qur'an mukhtalifuna fi ahwalihim wakhtalifiana katika hali zao kivipi wapo katika wao ambao wamekadhibisha na watabakia katika kukadhibisha mpaka mauti yao yatakapowafikia wafi katika kufuru na ushirikina na hali za wengine mwanzo walikadhibisha kisha wakamwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaingia katika Uislamu Allah akawaneemesha kuishi kama waislamu wakafa katika Uislamu kwa hivyo wakakhtalifiana pia katika nini katika hali zao wamekhtalifiana mwanzo kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam na wakakhtalifiana pia katika ahwal walizokuwa nazo makuraish
wengine baadaye wakaamini, na wengine kama mfano wa kina Abu Jahal walibakia katika kufuru yao mpaka wakafikiwa na mauti wakiwa katika hali ya shirki. Kalla sayalamun, kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Al-Imam As-Sa'di يقول ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. sivyo hivyo watakuja kujua. Na haya maneno ni maneno ya kuwakemea na maneno makali anayowatolea Allah subhanahu wa ta'ala kubatilisha kauli yao hawa washirikina. Watajua uhakika wa zile habari ambazo walikuwa wakiulizana na kuzizungumzia kwa kiburi kikubwa na kuzipinga. Watakuja kujua ilmu ya yaqini ambayo haina shaka ndani yake. Lakini wakati gani? Asema Imam Sa'di rahimahullah, sayalamuna idha nazala bihimul adhabu ma kanu bihi yakdhibun. Watajua wakati ule itakapowateremkia wao adhabu kile walichokuwa wakikadhibisha. Hina yud'auna ila nari jahannama da'a, wakati ule watakaposukumwa ndani ya moto wa jahannama msukumo wa mshindo na nguvu. Watu wa motoni watapelekwa motoni kwa makundi. Allah subhanahu wa ta'ala sema wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, watachukuliwa kwa makundi waelekezwa al'iyadhu billah ndani ya moto wa jahannam. Tasawwar kuna watu wameshikwa wapelekwa kwa makundi mbele huko moto wa jahannam. Nani anayetaka kuingia motoni? Hakuna mtu ataka kuingia motoni. Moto hapa duniani watu waogopa. Hawa watakuwa wasukumwa na malaika wapelekwa mpaka kwenye mlango wa jahannam. Wanapokuja katika mlango wa moto wa jahannam, wale malaika waliowekwa pale mlangoni watashangazwa sana na watu hawa. Walikuwa na ujasiri wa kiasi gani duniani kukufuru, wakati huu ndio moto wanaoona. Yani kipi kilichowapelekea wao kukufuru duniani wakati moto wa jahannam ile adhabu yake iko namna hii? Watakuwa wauliza yale maswali ambayo majua katika Qur'an. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum, kwani nyinyi hamkujiliwa na mitume wakawasomea aya za Mola wenu? Wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, wakawaonya siku yenu hii ya leo kuwa mtaikuta hii siku ya leo. Hamkujiliwa na wenzenu nyinyi wakawaambia mitume wa Allah? Binadamu kama nyinyi wakaja kwenu wakawaambia, hawakuambia hizi habari? Yani bimaana lau kama mmefikishiwa hizi habari, basi kitu gani cha waleta huku? Ilikuwa muamini yale waliokuja nayo ili muepuke hii adhabu. Hawatokataa watu wa motoni. Qalu bala, ni kweli wametujilia mitume tukubali, tukayakataa yale waliokuja nayo. Katika suratul Mulk watakuwa wajuta wakisema waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, tungelikuwa tusikiliza sikio la kufahamu na kufahamu vizuri yale tulioambiwa, tusingelikuwa leo katika watu wa motoni. Sasa siku hiyo watapofika katika mlango wa moto wa jahannam, Allah asema yawma yud'auna ila nari jahannama da'a, watakuwa wasita, hawataki kuingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika, kazi yao hawa malaika ni kuwasukuma kwa mshindo ndani ya moto wa jahannam. Hawaingii kwa utaratibu, la, yud'auna ila nari jahannama da'a, kwa nguvu sana watasukumwa ndani ya moto wa jahannam. Na msukumo wenyewe
Allah ameueleza pia katika kitabu chake namna watakavyokuwa wakishikwa na kusukumwa ndani ya moto wa jahannam. Akasema yu'rafu almujrimuna bisimahum, wajulikana waovu kwa alama zao. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, kisha watashikwa kwenye nywele zao za bapa mbele, watakamatwa na miguu yao wakunjwe kabisa, kisha watupwe ndani ya moto wa jahannam na malaika. Hivi ndivyo watakavyosukumwa. Sasa siku hiyo watakapotupwa ndani ya moto wa jahannam, watakuwa waulizwa na wale malaika, afasihrun hadha am antum la tubsirun, hebu tuambieni, mlikuwa mkisema hizi habari hizi mkielezewa na mtume wenu kuwa ni uchawi, mkimuita kahin, mkimuita mnavyoita, huu ni uchawi ama hamuoni? Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Kisha wataambiwa kule ndani katika maneno watakaoambiwa, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, ndio huwa ule moto ambao mlikuwa kule mkiukadhibisha, ndio huu hapa mauona. Kwa Allah kuambia kalla sayalamun thumma kalla sayalamun, wawache waendelee kukadhibisha, watakuja kujua ukweli wa habari hizi, watajua, na waendelee kukadhibisha, watakuja kujua ukweli wa habari hizi, ilmu ambayo haina shaka ndani yake, ilmu ya yaqini kabisa. Baada ya kueleza hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha waja wake neema zake. Yaqulu al-Imam as-Sa'di, thumma bayyana ta'ala an-ni'ama والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل فقال، كيشا الله سبحانه وتعالى akabainisha neema zake zinazoonyesha ukweli wa habari walizokuja nazo mitume wake. Akasema, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, mpaka kufika wa jannatin alfafa. Hizi aya hizi mpaka hii aya 16 Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha waja wake neema mbalimbali alizowapa, awakumbusha neema baada ya nyingine. Ya kwanza akasema, alam naj'alil arda mihada, je, hatukuifanya ardhi kuwa tandiko? Yaqulu al-Imam as-Sa'di, ay ama an'amna alaykum bi ni'amin jalila, je, hatukuwa neemesha nyinyi na neema tukufu nyingi mno? Faja'alna lakumul arda mihada, mwanzo tumewajalieni nyinyi hii ardhi kuwa tandiko kwenu nyinyi, ay mumahhadatan mudhallalatan lakum wa limasalihikum min alhuruthi walmasakin wasubul. Tukaifanya hii ardhi ni kama tandiko, tukaidhalilisha kwa ajili yenu nyinyi wanadamu, kwa ajili ya maslahi yenu katika kilimo, sehemu za kuishi, njia zikawa sahali. Watu waona watu wapita tu mabarabarani, hii barabara ya kwenda huku, si barabara ya kwenda, watu wapita tu. Lakini ni wangapi ambao wazingatia kuwa aliyefanya hivi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Alikuwa hashindwi kufanya kila mahali kwa milima tu, kila mahali majabali tu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia hii ardhi hii mnaoiona, katika hii ardhi akaifanya ni kama mfano wa tandiko, kama vile tandiko analotandikiwa mtoto mchanga vile, akalala akapumzika akapata utulivu. Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia hii ardhi, pamoja na kuwa ndani ya hii ardhi kuna majabali, kuna mito, kuna bahari, kuna milima na mabonde, pia akawekea sehemu ambayo ni sahali muweza kulima, ardhi ikawa na rutuba pale, sehemu ambazo muweza kujenga majumba yenu mkaishi, akawekea na njia, wasubulan la'allakum tahtadun,
akawawekea na njia, watoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wajua kuwa nitapita njia hii, nitapita njia ile mpaka nifike pale ninapokwenda. Tena waljibala autada ay tumsiku al-ardha lialla tattariba bikum wa tamid. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, na tukajalia milima kuwa kama vigingi vinavyozuia hii ardhi isitetemeke, ile ardhi ikabakia mahala pake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akajalia haya majabali ni kama mfano wa vigingi vya hii ardhi, ili isitetemeke hii ardhi, ibakie thabita mustaqirra, mwaweza kuishi na utulivu kabisa. Kwa hivyo haya majabali katika hii ardhi ni kama vigingi vya hema. Ona hema ukilijenga lazima kuwe na nini? Kuwe na vigingi. Alafu vile vigingi huwekwa vipi? Vile vigingi haviwekwi ati waweka waponda nyundo moja kisha ukifunga litasimama hema. Wewe utaporomoshia watu hema kwenye vichwa vyao. Ukiangalia vigingi utakuta vimedungwa ndani kwenye ardhi vishike vizuri kabisa. Na ndivyo alivyoyaumba Allah majabali. Mpaka wanawavyuoni wanaoshughulika katika mambo haya ya sayansi wasema kuwa sehemu kubwa ya majabali iko wapi? Iko chini ya ardhi. Wakati mwingine iko chini ya ardhi zaidi kuliko juu. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameyaumba haya majabali kuwa ni vigingi vya hii ardhi, vinavyozuia hii ardhi isitetemeke. Wa khalaqnakum azwaja, na tukawaumbeni nyinyi dhukuran wa inathan min jinsin wahid, tukawaumba wake kwa waume, nyote ni binadamu. Hatukujaliwa sisi kuwa wanaume ni binadamu lakini wake zenu wanyama, la. Wala hatukuumbwa kuwa wanawake ni wanadamu na wanaume ni wanyama, la. Tumeumbwa waume kwa wake katika jinsi hii moja. Liyaskuna kullun minhuma ila al-akhar, ili kila mmoja katika hao wawili, mume na mke, apate utulivu kwa mwenzake, apate utulivu kwa mwenzake. Majumba yatakana yawe na utulivu, yule mume apate utulivu kwa yule mke na mke apate utulivu kwa yule mume, ndio asili. Na siku zote nyumba inapokuwa na utulivu, basi watu huishi kwa raha kabisa. Kila mmoja katika yule mume na mke akawa ni utulivu kwa mwenzake. Ingawa kukikosekana huu utulivu, ndio yale majumba huvunjika, sababu haiwezekani watu hawezi kuishi bila utulivu ndani ya nyumba. Qala fatakunu almawaddatu warahma, kukapatikana ndani ya majumba mapenzi na huruma baina ya mume na mke. Hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Watanshau anhuma adh-dhurriya, kisha kukatokea baina ya yule mume na mke kizazi. Wa fi dhimni hadha alimtinanu biladhati almankah, na hapa hakikutajwa moja kwa moja, lakini yaingia ndani yake pia kuwakumbusha mume na mke ile starehe wanaoipata baina ya mume na mke. Pia ile ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Kwa kutaja hapa jambo hili, wa khalaqnakum azwaja, tukumbushwa neema zote zilizoko ndani ya kule kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala waume kwa wake. Na wengine katika wanaovioni wakaeleza kuwa hii azwaja ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu wako katika hali tofauti tofauti. Kuna warefu, kuna wafupi, kuna wanono, kuna wembamba, kuna weupe, kuna weusi, kuna hivi. Hii ni azwaja, watu aina mbalimbali kutoka na yule mwanadamu, wakawa watu wako tofauti tofauti.
na hii pia ni katika yale wanaoyataja ulama katika kutafsiri hii aya. waja'alna nawmakum subata ay rahatan lakum wa qat'an liashghalikum allati mata tamadat bikum adarrat biabdanikum, tukajalia usingizi wenu usiku mnapolala ni raha na hukata shughuli zenu ambazo lau kama mtaendelea nazo, akawa mtu afanya kazi mchana na usiku, basi mtadhurika katika miili yenu, mtachoka, mtadhurika. faja'ala Allahu al-layla wan-nawma yughshi an-nas litaskuna harakatuhum ad-darratu wa tahsul rahatuhum an-nafi'a. Allah akajalia usiku na usingizi huwafunika watu ili wapate utulivu kutokamana na zile haraka nyingi walizokuwa nazo mchana ule, ambazo zaweza kuwadhuru wakiendelea nazo, na kadhalika upatikana raha ya miili yao ambayo ina manfaa kwa wao. Tufahamuni kitu kimoja, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka yule mja wake apatwe na usingizi, basi hata akatoa kile anachokitoa hawezi kupata. Wako katika watu ambao Allah amewapa mtihani, hawalali bwana, hapati usingizi mpaka anwe dawa, apige tembe na nini usingizi. Ikiwa mimi na wewe ukifika usiku umechoka, ukiweka kichwa alhamdulillah, ule usingizi waja, mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي 7 سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض. Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika neema zake, wabanaina fawqakum 7 shidada, na tukajenga juu yenu mbingu 7 zenye nguvu. Al-Imam Sa'di yasema 7 samawatin fi ghayati al-quwwati was-salabati wash-shidda, mbingu 7 ambazo zina nguvu, upeo wa nguvu ameziumba Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. وقد أمسكها الله بقدرته، na Allah subhanahu wa ta'ala amezizuia hizi mbingu zisianguke kwa uwezo wake. inna Allaha yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala azizuia mbingu na ardhi zisiondoke mahala pake, na lau kama ataziwacha ziondoke mahala pake, hakuna yoyote anayeweza kuzuia, hakuna. Na hakuna mtu, sijui kama, wallahi wakati mwingine anaweza kushangaa, hizi zote hizi ni ishara Allah ametuwekea kutuonyesha uwezo wake mkubwa na uwepo wake. Kila siku watu wapita wakiangalia, lakini wama tughni al-ayat wan-nudhur an qaumin la yu'minun, zawafaa nini ishara hizi watu ambao hawaamini? Leo ushamuona mtu akikaa akijiuliza kuwa mbona hizi mbingu hazina nguzo na ziko juu? Kumetokea wako katika wale ambao walisema kuwa juu hakuna kitu hakuna kitu tunatoona bwana, basi pia hili kuna mengi, mtatudanganya pia hili tuona na macho yetu bwana, hizi hapa mbingu bwana, kila siku tutoka tuona. awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ardh, aibu hawatizami kwa jicho la kuzingatia ufalme wa Allah. Angalia mbingu na ardhi, kuna mangapi yanaonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote Allah atukumbusha tujue utukufu wa Allah na ukubwa wake na nguvu zake.
waja'alaha saqfan lil-ardi, na Allah akajalia hizi mbingu ni sakafu ya hii ardhi. Lau kama kungelikuwa hakuna kitu kule, wafikiri tungeishi vipi sisi hapa? Usiku muona nyota, mfurahia zina, ni pambo la hizi mbingu. Kuna jua mchana, usiku mwaletewa mwezi, angalau mpata utulivu wa kuona ule uzuri wa zile mbingu. Fiha iddatu manafi' lahum, katika hizi mbingu hizi alizoziumba Allah kuna manufaa mengi sana kwa wanadamu, lakini hawajui. Wengi katika watu hawajui. Leo siku moja niliwaeleza hapa, ushawahi kujiuliza kwa nini mbingu ziko rangi? Kwa nini zile mbingu hazikuwekwa nyeusi, ama zile mbingu hazikuwekwa rangi ya yellow? Kwa nini hizi mbingu ziko rangi ya samawati, blue? Kwa nini? Ukirudi katika ilmu ya kueleza kuhusu mwanadamu, utakuta kuwa macho ya mwanadamu yanapoona rangi hii iliyoko katika mbingu yafunguka, yaweza kufanya kazi vizuri zaidi na kwa nashati, na usingizi ni ngumu sana kuupata ila akiwa mtu amechoka. Blue light. Na ndio maana waonya sana leo wataalamu na matabibu kuhusu kutumia simu kabla ya kulala. Kwa ile simu yaumiza macho kwa sababu ina blue light kama vile ile ya mbingu. Sasa wakati wa mchana, kwa kuwa nyinyi mwafanya shughuli zenu, mwahitaji kubakia macho. Lau kama ingelikuwa ni giza, mngelikuwa mwasinzia makazini. Allah akazijalia hizi mbingu ziwe na hiyo rangi ili macho yenu yabakie macho, mfanye shughuli zenu. Na usiku kwa kuwa ni wakati wa kulala, Allah akawaondolea ile rangi, hamuioni kwa kweusi, ili nyinyi mulale, macho yenu yapate utulivu, mpumzike. Sasa ukitaka kujitafutia nyingine ni yako wewe. Sasa ukatafuta simu ukajiwekea kwenye macho, ukajiumiza macho yako, hayo ni yako wewe mwenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekuondolea, akakufunikia na usiku ili wewe upate kulala na utulivu. Kwa hiyo kuna manufaa katika hizi mbingu pia, na wallahi Allah amezifanya hivi kwa ajili yetu sisi, kwa ajili yetu sisi aliyotuleta hapa duniani ili tumpokeshe yeye katika ibada. Walihadha dhakara min manafi'iha shams, katika manufaa ya mbingu Allah akataja, kaweka nini? Jua kule juu, akaliweka jua. Faqala waja'alna sirajan wahaja, Allah subhanahu wa ta'ala akasema waja'alna sirajan wahaja, na tukaifanya taa yenye mwanga na joto. Nabbaha bisiraj ala an-ni'mati binuriha alladhi sara daruratan lilkhalqi, ametanabahisha hapa kwa kutaja taa kwa neema ya nuru inayotokamana na lile jua, ambao ni dharura kwa viumbe, wahitaji nuru ile ya jua. Wabil wahaj wa hiya hararatuha, na akataja wahaj, nao ni ule umoto na ujoto unaotokamana na jua. Ala ma fiha min al-indaji wal manafi', lile joto lasababisha matunda mbalimbali kuiva na manufaa mbalimbali yanayopatikana kutokamana na lile joto la jua. Leo wanadamu wamegundua kuwa waweza kupata umeme pia kupitia nini? Kupitia jua. Na sasa hivi waweza kuona katika nyumba kumewekwa yale masahani makubwa ili kuweza kunyonya lile joto linalopatikana katika jua, ikasababisha kutengeneza umeme, electricity ya sola hii kutengeneza taa zikawaka, wengine wakati nyingi zaidi feni zikafanya kazi. Na sasa hivi niliwahi kuwatajia, ni kama vile mfano wa simu ilivyoanza, ilikuwa kama muhogo mkubwa hivi, aweza kupiga nao kichwani mtu hivi akakuumiza kichwa. Kisha wanadamu wakapata ilmu pole pole, zikawa ndogo, mwisho zikatengenezwa nyingine kama vidole hivi.
mtu yapiga simu kama kidole. Sasa na hizi sola hizi mnazoziona hizi, sasa hizi kwa kama sahani la sijui nini kitu gani ndefu hizi, msishangae kila ilmu ikisonga mbele kidogo kidogo kidogo, mwisho kutakuja kuwekwa vidude tu kwenye majumba juu, wala watu watakuwa hawana haja tena ya kutumia umeme wa ule wa kununua, mwisho watakuja kutumia jua tu. Haya ni manfaa, tena manfaa machache katika mengi yanayopatikana katika jua. Hatuwezi kuishi sisi katika huu ulimwengu kwa utulivu bila ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya jua. Mimea haiwezi kumea, matunda hayawezi kuiva, yote haya kwa ajili ya hili jua. Muda umesonga sana, na mimi nilikuwa nataka nzimalize hizi aya mpaka aya 16. Acha nijaribu, mfanyie subra. Wa anzalna min almu'sirati ay sahab, na tukateremsha kutoka mawinguni ma'an thajjaja ay kathiran jiddan, tukateremsha kutoka mawinguni maji mengi sana. Haya mawingu yamejazwa maji na Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama Allah angetaka, angeamrisha mawingu yateremshe maji kwa pamoja, mwaga maji kama vile, isiwe matone matone yanaofuatana kwa wingi. Ingelikuwa latoka tone moja kubwa, laje hilo jamaa, hilo laja huko kwako, wewe ingelikuwa vipi? Hebu fikiria wewe, mwatembea barabara, hilo yani likija likikuangukia nshindo na kumaliza. Kwani hawezi Allah kufanya hivyo? Wallahi waweza. Lakini subhanahu wa ta'ala akaifanya ni rasharasha zinazofuatana, tone baada ya tone fuatana. Wafikiria hii imewekwa tu hivi? La, ili mimea yenu isife, ili nyinyi msiumie, ili majumba yenu yasivunjike, ili mupate utulivu kabisa, kwa ile mvua ikawa ni neema kwenu nyinyi. Lakini wangapi wazingatia haya? Wallahi ya akhi, yote haya wanayoona, kisha kuna vidudu watu ukaa wakasema hakuna muumba. Hakuna muumba vipi? Na ishara zote hizi ya kuonyesha subhanahu wa ta'ala. Tena sababu ya kuteremsha maji hayo mengi tunaoyateremsha kwa njia hiyo ya kufuatana, linukhrija bihi habban, ili Allah subhanahu wa ta'ala sema, ili tutoe kwayo nafaka, wanabata na mimea. Nafaka min burrin, ukaona mtama na burri na nini, wa sha'ir na shairi, wa dhuratin na mahindi. Mahindi yamfanya vizuri, kumbuka aliyekuletea neema hiyo nani? Wa uruzin, na mtele. Watu wa Mombasa wajua kitu hiyo, mtele huita hivyo, upenda kweli kweli. Wa ghairi dhalika, na nyinginezo katika nafaka, mimma yakuluhu aladamiyun, katika kile wanachokula wanadamu. Nafaka ziko nyingi mbalimbali zatoka kutoka maana nini? Na mvua ile ile. Wanabata, na mimea, yashmalu saira nabat alladhi ja'alahu Allahu qutan limawashihim, na hapa yaingia mimea yote iliyobakia ambayo Allah ameyajalia ni chakula kwa wanyama wao, bali vingine ni vyakula kwa wao, mboga mbalimbali, mchicha na nyinginezo hizi, sukuma wiki, mnavu na mboga nyinginezo. Wa jannatin alfafa, na mabustani yenye miti iliyokamatana, ay basatin multafatin fiha min jami'i asnafi alfawakih alladhidha, na mabustani ambayo yana mimea yanayokamatana, bimaana yapishana ile mimea, ndani yake kuna aina mbalimbali za matunda matamu. falladhi an'ama alaykum bihadhihi an-ni'am al-'azima allati la yaqdiru qadruha wa la yuhsa 'adduha, التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عدها. asema neema ambazo hakuna anayejua neema hizi utukufu wake wala kuweza kuzihesabu idadi yake. Kaifa takfuruna bihi,
وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور. vipi mtamkufuru huyo aliyoneemesha kwa neema hizi kisha mkakadhibisha ile habari aliyowaambia kuwa atawafufua siku ya kiyama? am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi ala ma'asihi wa tajhadunaha, au vipi mtatumia neema zake Allah alizowapa katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala mkazikanusha neema za Allah juu yenu? Yani hizi neema kutukumbusha Allah ni kuwa turudi tena kule amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. vipi mtakadhibisha hayo niliyomtuma nayo mtume wangu kuja nayo kwenu mpaka mkakaa maulizana mkafanya istihzai na kibri na inad, wakati mimi mmewafanyia yote haya niliyowafanyia kisha bado nyinyi mwakadhibisha? Au mwatumia neema zangu mimi nilizowapa katika kuniasi mimi? Hata kiubinadamu tu, lau kama mtu kwa mfano atakufadhili na kitu, amekupa pesa, mfano shika hii 1,000,000 akafungue biashara, wewe 1,000,000 ukaenda katafuta gengi la kumpiga, una masahibi zako wale katika bwana yule bwana ajifanya yajua yule, hizi fulusa nipa hizi chukueni twendeni tukampige yule, au nendeni mimi ndio nilikupa kisha watumia kile nilichokupa kunirejeshia mimi madhara. Mfano binadamu, walillahi almathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala akuneemesha neema mbalimbali, badala ya kutumia neema zile kumtii yeye na kujikaribisha na yeye, mwazitumia neema zile katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo maasi ya madhara yake yatawarudieni nyinyi, hamwezi kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaanza kuzungumzia hapa kuhusu hiyo siku adhimu, siku ya kiyama, akasema inna yawmal fasli kana miqata. Kuanzia hapo insha Allah tutakuja kueleza katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah. naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fikum.